الحمد لله رب العالمين. الحمد لله باعث الرسل والأنبياء رحمة للناس بالنور المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الخيرة المنتجبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين، الأحد المنزه عن شبه المخلوقين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، kabla tuendelea na aya ya 10 tulipofika jana aya ya 15, lakini tutarejea nyuma kidogo kupitia mbio aya ya 11 na kuendelea juu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. فاستفتهم اسألهم عريزة أهم أشد خلقا أم من خلقنا. ما كفير ما قريش ونقبينغا وكتكبر هيبو عريزة وهنا umbulao ni gumu zaidi au vitu vilivyoviumba. Na kuanzia safati safa malaika na kuanzia vilingine rabu samawati wa ardhi wa bainahuma rabu al-mashariq, na nyota zinati kawakib wa hifdha min kulli shaytani marid. Na yote haya na vipi tunavyowapiga kwa makombora na manini na vimondo vya moto venye kutoka kwenye nyota hizi. Na yote haya katika mambo tuliyoomba ghairi ya sehemu mbalimbali. Ameomba rafa samaa bighairi amadin tarawnaha, amenua bingu bila nguzo zozote, na mnaiona haina nguzo. Haya yote katika jumla ya kuumba kwake na kuumba kwa ardhi na bahari na kila aina makhluqat iliyoko duniani, venye kutambaa, venye kwenda, venye kuruka, venye kwenda kwenye maji, subhanallah, venye kuishi chini ya ardhi. Haya yote Mwenyezi Mungu ameumba, mbali malaika na mashaitani na majini, na subhanahu wa ta'ala ameumba. Amman khalaqna, ama vile tulivyoviumba sisi. Sasa kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu basi kina utukufu ndani ukilinganisha binadamu, hata ikiwa kidogo. Unamwona mbu yule chungu, kuna mambo chungu zima wanayofanya sisi binadamu hatuwezi kufanya. Sisi tumepewa akili, tumekirimiwa kweli, lakini kwa uwezo wa baadhi ya mambo sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Ila tukitumia makalkuleta, tukitumia mashine, kutumia mambo chungu zima ili vitusaidie. Lakini subhanaka ya Rabb, ameumba viumbe akavijalia uwezo maalumu. Hujui vipi namna gani uwezo wao viumbe hivi, uwezo wa kuweza kutekeleza yale yanayohitajika katika maisha yao. Na utastajabu mnyama anapotumia hikma, utafikiri labda binadamu atumia akili yake. Na hivi ndio Mwenyezi Mungu atuonesha miujiza yake, hivi anatuonesha miujiza yake. Jana alikuwa anatazama mtu kandushia bata, kakaa na kula chakula alichotiwa katika sehemu alokaa pale, na chini yake kuna samaki maji. Basi anatia mdomoni anakula, na kisha chukua kidogo na atupia samaki, analisha kwenye midomo yao. Tena wanafungua midomo analisha bata, badala ya mtu kuchukua kwenye mkono kualisha samaki jina kubwa, anakuja na anatia mdomoni, anakuja na midomo yao anafungua hivyo hapo. Sasa subhanallah, nani aliyemfunza bata kidege kuweza kualisha samaki katika bahari? Subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo mambo Mwenyezi Mungu aliumba makubwa sana. Amman khalaqna, yafikiria chochote ulimwengu, makhluqat yote vilivyoumbwa. Mwenyezi Mungu ndio kasema, ndio tunasema alhamdulillah. Kwa nini alhamdulillah? Kwa sababu yeye ndio Rabbil Alamin.
Rabbil alamin, mola viumbe vyote viumba, na yastahiqu alhamdu wa shukr. Kwa hivyo huyo binadamu hataki kumshukuru Mwenyezi Mungu, anajiona nani? Hebu ulize Muhammad, ya Muhammad istaftihim, ulize ahum ashaddu khalqan amman khalaqna, au wale tulioumba au vile tulivyoviumba. Inna khalaqnahum, binadamu tumeumba min tinin lazib. Ajijue, asitakaba asili yake nini? Mchanga wenye kunatanata, udongo wenye kunatanata. Hata kutakabbar bado tini lazim, mti lazim. Asli ya binadamu Adam kaumbwa kwa udongo, au sivyo? Ni kullukum min Adam wa Adam min turab, au sivyo? Nyote kutoka na Adam, halafu kutoka na udongo. Halafu kisha Mwenyezi Mungu asema tini lazim, ili ajijue kwamba yeye ndio leo kukanyagwa na ndara tuna viatu si chochote ila nini? Dongo kukanyagwa. Tukamkirimu tukamfinyanga uzuri, tukamjalia marahil stages mbalimbali zinazopita kutoka udongo mpaka akafika binadamu baada ya kushakutiwa roho. Hata kutakabar, hebu ambie stafti madhur, waambie. Na mtu shote afikirie mintini lazima, basi akasema mimi nimeumbwa na nini? Na sperms na egg cells za mwanamke na sperm, mani ya mwanamume. Sababu jiulize, hiyo si sperm na nini, kitu gani? Kutoka wapi? Kwenye damu, sio? Tayeb. Na blood inafanya nini? Si inabeba chakula, kutembeza, na hicho chakula kinatoka si kwenye ardhi. Hata ikafika ukaja wewe binadamu, asili yako kutoka na chakula kilichotoka ikapita kwenye damu ikapita ikafanya manii na nini na mayai ya mwanamke, cells zake zikachanganyika kwa damu. Kwa asili yako kutoka na ardhi, chakula kilicholiwa kikaingia tumboni, ikatembezwa na damu ikaenda kwenye ikatengeneza nini, ikafanya vitu mbalimbali, ikiwemo ni sperms na nini na egg cells. Halafu tena baadaye kamenda baadhi uko baba mintini lazim also rudi kule kwenye tini lazim. Kwa hivyo hapa ikiwa binadamu ameumbwa, Mwenyezi Mungu ameleta mintini lazim, wakaja tena rijala wa nisaa, wakawa idadi yote walikuwa na kupewa akili na kuweza kufikiri yote hayo, watumia akili zao, wajitazame wanatoka wapi. بل عجبت ويسخرون. بل عجبت ما tumeelezea vya kutosha jana, tutapita tumbio. Unaona ajabu ya Muhammad, unastaajabu kwa kukataa kwao kuamini, kwa kukanusha kwao. Vipi wanakanusha? Akili zote walizokuwa nazo, waone ulimwengu wote vipi umeumbwa na Mwenyezi Mungu, wanakanusha hakuna kufufuliwa, hakuna. Na hali wanajua kwamba vitu vyote vinaumba Mwenyezi Mungu na uwezo wake ni mdogo, si mdogo wa kuweza kuumba vitu vyote hivi, hata akashindwa kwa jambo dogo kabisa la kuwafufua na kuweka hesabu. Yaskharun, wanafanya maskhara na istizai, wanapinga maksudi, hawataki kufuata. Na tumesema kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu asema bal ajibta au bal ajibtu, na tukasema bal ajibtu, ikiwa ni hiyo ni qiraa mutawatira chenye kukubalika, bal ajibtu wa yaskharun, nimeona ajabu Mwenyezi Mungu. Ikiwa ajabu kwa kiumbe ambacho anashtukia na jambo, ikiwa ilmu alikuwa hana ilmu ile, akaona ghafla kuipata ile ilmu inamsababisha nini kuona ajabu kwa jambo ambalo aliona jingeni kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo ajibtu nisbatu al-ajab kanisbati al-istihza wal-maqt. Istihza nafanya na kuchukiwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa ajabu kwake ni kuchukiwa. Allah yastahzi bihim yuaqibuhum ala istihzaihim, anatia adabu kwa istihza yao, au sio? Wayamkuruna wayamkuru Allah, yaajabu Mwenyezi Mungu hapa, kwa maana Mwenyezi Mungu pia anayamkuru kama wao wanapima vitimbi vyao, Mwenyezi Mungu anavipindua vitimbi vyao. Hiyo ndio maksudi bal ajibu hapa. Wal maana huna nuaqibuhum, tutatia adabu.
هي عجبت نعم. عظم تكذيبهم عندي wao kule kukanusha kwao kukubwa sana wa adhuma adhabuhum ladayya kwa mujibu wa kaidi zao na mbinu zao na kukanusha kwao basi na mimi ajibu kwamba hawa watu nitawatia hivi bila na nitawatia katika adabu kwa ukubwa wa kukadhibisha kwao na mimi utakuwa ukubwa wa adhabu yangu na kuadhibisha kwangu kwa hawa. Naam. Alafu akasema bal ajibtu wa yaskharun bal ajibta wa yaskharun bal ajibt wa yaskharun kigawa. Alafu kasema pamoja bal ajibta wa yaskharun unachukua kipande cha mwanzo kudigest maana kwanza kuchambua maana akilini mwako bal ajibt ukasita wa yaskharun unajabu kwa nini hawakubali kuamini na wao hali wanafanya maskhara na istizai tu bal ajibta wa yaskharun wa idha dhukiru la yadhkurun wanapokumbushwa wanapozinduliwa wanapoambiwa la yaskharun la yadhkurun hawakumbuki hawataki kumbuka hawataki kusikia wanakanusha maksudi wakizinduliwa wakisomewa ayat wakamtazama ishara zote za uumbaji wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu uliokuzunguka hawataki kusikia wanapuuza la yadhkurun wa idha ra'u ayatan na wanapoona aya za Mwenyezi Mungu yastaskhirun bimaana yaskharun wanafanya maskhara au yastaskhiruna bimaana nakaa wakizungumza wenyewe huyu anafanya maskhara akichekesha hao wakichekesha kwa pamoja yastaskhiruna wakikusanyika wakifanya maskhara kwa pamoja yastaskhirun sinata kuzidisha zaidi maskhara kwa makubwa zaidi na kwa zaidi ya mtu mmoja sio kwa mtu mmoja lakini wakikaa wakifanya joki jambo hili yastaskhirun wa idha ra'u ayatan yastaskhirun wanapoona ishara za Mwenyezi Mungu wanafanya maskhara na mchezo waqalu in hadha illa sihrun mubin wakasema nini usema haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhahiri طيب wanasema uchawi sio ulio dhahiri au sivyo uchawi hawajui miujiza hawezi kufananua baina uchawi na miujiza wanaweza na wanajua vizuri kwa hikma walikuwa nayo na akili zao na ujuzi wao wanajua tofauti baina hii na hii lakini still yastakbirun wanatakabbar walipoambiwa haya maneno ya ajabu leteni kama haya basi japo aya 10 japo aya moja wameshindwa nasio wakasema leo ngelishushua kitabu hiki kwa watu mmoja katika watu wakubwa adhim wa Makkah au nani au Taif na hii dalili ya kuonesha kwamba wanakiamini kitabu na unajua utukufu wake laula nuzila leo ingekuwa kimeshushwa kitabu hiki mbele moja kwa hapa huma hawa sio jahilan billah abadan kwamba wao wajinga la wallahi sio wajinga kwamba wanamjahil Mwenyezi Mungu waamini hayupo la wallahi yani kwamba la yaalamun la wanajua wao nafikiri wana yakini ya kuwepo kwa Mungu walikuwa wanajua wala hana shaka chochote kuwepo kwa Mwenyezi Mungu wanajua bali wao wanafanya hivi munkiran wa mustakbiran wakikanusha na kitakabbar na kikataa jahid ukweli wa mambo kwamba wanaficha haqaiq ya mambo katika nyoyo zao wataki kusema na ndio unakuja shirki na nifaq katika masala kwamba ukweli wanaodhihirisha wanaoficha ndani ya nyoyo zao wanadhihirisha alikuwa ya uongo
hivi ndivyo walivyo, na utafuta mjadala wa batil maksudi, utaka nini? Kuficha yale yaliokuwa ndani ya nyoyo zao. Yujadiluna bil batil liyudhidhu bihi al haqq, au si aya inavyosema wayajadilu bil batil liyudhidhu bihi al haqq. Hii ndiyo illa ya na kufuru ilivyo, ndio hivi. Hawakubali jambo muhimu kwamba tukikubali haya yote, kwa hivyo tukubali kufufuliwa, na kukubali kufufuliwa tukubali hisabu na moto na pepo. Na wao la yaqbaluna an yuhasabu, hisabu haitaki kabisa wao, na kwa hivyo wanataka wafanye watakavyo wao. Hilo ndio lengo hasa. Wanaficha kwa njia nini? Kukataa kuamini. Hawataki hisabu, wanataka kufanya fisad, wanataka kuiba, wanataka zina, wanataka kulewa, na wanataka kuhesabiwe. Hapa ndio tunakuja kukataa kwamba kuna kufufuliwa. Wanajifanya hadaa nafsi zao, yukhadi'una Allah walladhina amanu, lakini wama yakhda'una illa anfusahum. Naam, wanajifanya hadaa nafsi zao kwa sababu wataona wenyewe watapofika huko. yakhda'u nafsahu almushrik alkafir, anajihadaa nafsi yake. Ingelikuwa kweli kwamba mushkila mkubwa zaidi kwamba mtu hawezi kupambanua baina haki na batil, hawezi kujua kama hizi kweli Mungu yupo na hayupo, dawa anajua. Ingelikuwa hajui pale jambo jingine, lakini anajua. Lakini mko mtihani mkubwa sana, na mtihani huu wamefeli kutokana na kibri zao na matamanio ya nafsi zao. Kwa hivyo istikbar minno kunajalia waikatae haki hivi katika nyoyo zao. Kuwepo kwa Mwenyezi Mungu kama alivyosema, wanajua na wanakubali, lakini hawataki kusema. Wanaleta kwa njia nyingine mbalimbali. Hii nature tu hii, imekuja in existence, kuja wenyewe tu hivi. Hakuna nguvu fulani ya alquwa almusaitara fi hadha yenye kucontrol kila kitu, lakini kupenye nani hatujui. Wanajikia kukataa. Wanaamini kwamba yuko aliyetengeneza vyote hivi, lakini kumwamini Mwenyezi Mungu hawataki. Tayib, wakiuliza sasa nini, nasema in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, wala yuhlikuna illa ad-dahr, chenye kutuangamiza na kutuondosha duniani basi ikifika wakati wake tu. Lakini hii basi maisha haya tunakuja tunaishi na tunakufa. Tayeb, umeishi kwa njia gani? Umekujaje wewe hata ukaishi wenyewe? Basi nature imekuja vivi tu, au utarudi tena nayo tena? Ijakuja iko chance pia kurudi tena ukaishi tena na ukafanya dhulma zako utakavyo? La, wallahi wanakataa. Na jambo jingine kwamba wanajua kwamba yupo Mungu na wanakubali Qur'an, lakini husda ilikuwa ndani yao na dalili kwa nini amepewa huyu utume, kama tulivyosema jana. Kama walisema Bani Israili, walam yuta sa'ata min almal, vipi atakuwa mulku kwetu sisi mfalme na hajapewa uzito wa mali, yani akawa mtu tajiri? Hiyo kataa. Na wao wakasema Quraishi, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azima, law yashushu mtu mwingine, yani Qurani nzuri, lakini huyo mtu alishushiwa si ndo manake angelishushiwa yule ambaye nini ambaye waloito kama kina Urwa ibn Mas'ud, Thaqafi, Walid ibn Mughira, Utba ibn Rabi'a. Hawa watu ndio hao, ndio nini, ndio wanastahiki kupewa, sio Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika, tukienda katika Sad, katika sura Sad au Ghafir ile anasema aya nafikiri katika Ghafir aya anasema
innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah, wale wanaobishana katika ishara za Allah. Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allah, wenye kujadili katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bighairi sultanin atahum, bila kwamba wao wameshushiwa sultani, uthibitisho, isbat, hujja, bayan, bila uthibitisho yote ambao walikuwa nao waliowajia. In fi sudurihim illa kibr, Mwenyezi Mungu anatufungulia in fi sudurihim illa kibr, hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa na kutakabbar. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi, wala ufikiri ukubwa huo unataka watu fikiria, watakuwa dhalil daima. Wama hum bibalighi, fasta'iz billah ya Muhammad, jikinge kwa Mwenyezi Mungu, innahu huwa samiu al-basir. Aya ya 56 katika sura Ghafir. Kwa hivyo hii inatuonesha Mwenyezi Mungu hoja hii kwamba ni kibri yao. Bal ajibta yaskharun wa idha dhukiru la yadhkurun wa idha ra'u ayatan yastaskhirun, wanapoona ishara yote wanafanya maskhara. Waqalu in hadha illa sihrun mubin, walikuwa wanajua sihr, wanajua muujiza, na wanakubali na wanafahamu tofauti vizuri, isipokuwa tu hawataki kufuata, na wanajadili kwa batil, maksudi kuficha ile haki. Hivyo huyo ndio binadamu, huyo ndio munkar, mwenye kukataa, ndio mwenye kustahiki ajabu. Kwa hivyo katika mambo ambayo wanao ukiuliza wanakubali kwamba yuko Mungu, lakini hataki kufuata. Kafir anapokuwa anajua kilichotengeneza vitu vyote na wenye kucontrol vitu vyote na wenye kutoa amri zote, al-mudabbir, yupo katika existence, lakini inkaru al-ba'th, kukataa kufufuliwa, kwa sababu haitaki, kama alivyosema, hataki hisabu wala iqab, hataki hisabu wala adhabu hawa. Kwa hiyo wanakataa. Na pia kibri yao haiwafanyi kwamba wakubali wakajidhalilisha kwa sawa na watumwa na wengineo. Haya yote yamekuja kwa sababu wanasahau kwamba wao wameumbwa na nini, asili yao na udogo waliokuwa nao wanaukataa. Ana khuliqu min tin lazim, wamesahau yote yale, wakajifanya wao na kibri zao, kukaa na kukanusha na kukataa. Vipi tutakuja sisi tufufuliwe tena? aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Aya ngapi hiyo? Ya 16. Aidha mitna wa kunna turaban, hivyo kweli baada sisi kushakufa na tushageuka nini, udongo, wa idhaman, na mifupa, a inna lamab'uthun, hivyo kweli tutafufuliwa? Vipi tutafufuliwa na tushageuka nini, idhaman, turab na idhama? Awa abauna alawwalun, hata baba zetu walikufa zamani, wacha sisi hivi sasa tunakufa karibuni, na walikufa karne 5, 6, 7, 10 nyuma, na hao vipi nao shakuwa mchanga kabisa. Awa abauna alawwalun, kuna qiraa pia au abauna alawwalun, awa abauna alawwalun, wa al-atf awa abauna au na hawa au peke yake, awa atf pamoja na wazee wetu, awa pamoja na au peke yake na wazee wetu pia. Kwa hivyo na maana moja takriban, awa abauna alawwalun. Aidha mitna kunna turaban wa idhaman aina lamab'uthun, awa abauna alawwalun, na wazee wetu, sisi na wazee wetu wote.
وضرب لنا مثلا نسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم كجاب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة حتى يعيش يولي عليهم بمرمض وإعادة الخلق كريشك وكيومبي أهون من ابتدائه ni nyepesi zaidi kuliko kuanzisha mwanzo min al-adam kutokana hakuna kitu from nothing from non-existent thing. Kwa hivyo hapa taban kwa kipimo cha binadamu na akili yake kurejesha kitu tena si kama kuumba kwa mara mwanzo, kutengeneza kwa mara mwanzo, sivyo? Hii mizani ya makhluqi binadamu haiendi kabisa. Wa in kana Allahu laysa ladayhi yasirun wala asir. Kwa Mwenyezi Mungu ana chepesi wala kigumu. Formula yake kun خلاص fayakun. Hii formula hii yani kila kitu hakina kigumu hakina chepesi kwake, kun hapo hapo fayakun basi kisha kuwa tu wenyewe. Na hii dalili ya kuonesha kwamba utukufu wa Mwenyezi Mungu huwezi kukisia kwa mizani yetu binadamu. Kama tunavyosema kurejesha tena kitu ni wepesi zaidi kuliko kuumba mara mwanzo. Sababu kwa Mwenyezi Mungu kurejesha tena au kuumba mara mwanzo sikatengeneza kwa kun fayakun mwanzo akitaka, lakini hata hivyo kasema nitaumba dunia ni ardhi na mbingu leo fi 6 ayyam. Hal 6 ayyam siku 6 au marahil stages za kuumba? Hiyo mwenyewe pekee yake Mwenyezi Mungu anajua, sio? Kwa hivyo haya kwa Mwenyezi Mungu sisi binadamu min haythu tafkir al-khalaiq tunaona kwamba hichi kigumu zaidi kuliko hichi chepesi zaidi. Taib, tumia hiyo fikra al-khalaiq yako basi kurejesha ni rahisi, ikupeleke kwenye kwamba Mwenyezi Mungu pia anaweza kufufua. Kwa hiyo hutaki kusema hivyo ikiwa unajua kwamba kutengeneza tena ni rahisi zaidi, kwa sababu kwanza ushajua kigezo cha mwanzo. Kumbe kifanya hivi kosa hili nitaondoa, mara pili nikifanya hiki sitofanya, badala yake nitafanya hivi, na unaboresha. Mara tatu kija ukifanya hata ile ya pili inakuwa si nzuri tena, ya tatu inakuwa unaboresha na kuboresha. Na binadamu ndo Mwenyezi Mungu amejalia maumbile yetu sote taksir, upungufu, makosa. Tunajicorrect wenyewe katika makosa mpaka tunafika juu. Tunafika na hata tunapofika bado watakuja baadaye wakakosoa wakafanya bora zaidi. Kwa binadamu kadri atafanya hafiki perfection ile usahihi hasa ukamilifu kama alikuwa na Mwenyezi Mungu. Akiumba mara moja kwa kun fayakun ishakuwa hakuhitaji kwamba kitu kiwe bora zaidi kwa vile. Hii ndio mizani ya Mwenyezi Mungu anapopimia vitu. Awabauna al-akharun qul awabauna al-awwalun أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل لك سورة إذا وقعت واقعة وقالوا إذا قلنا ترابا وعظاما أئنا آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وماذا na mwisho wote watakusanywa kwa pahala na wakati maalum. Thumma innakum ayyuha dhallun almukaththibun laakiluna min shajarin min zaqum. Enyi dhalluna mlopotea, almukaththibuna mlokadhibisha na kukanusha bure, laakiluna mtakula katika mti wa shajar zaqum, famaluna minha albutun fasharibuna alayhi min alhamim, maji ya kuchemka mtakunywa juu yake, fasharibuna شرب الهيم فشربون شربه الهيم. شرب الهيم lakini kule kunywa kwa yule ngamia asiyetosheka, kila ukimpa maji anapapia, kila ukimpa na kakaa sijui siku ngapi hajanywa maji. Na ngamia ana sifa kwamba nini, kama ukimweka idha atashta al-ibil ukamwacha na kiu siku 5 6 7 alafu kumwekea pipa zima analipiga lote analikia tumboni. Na ndio alofanya Khalid bin Walid katika safari yao kukata jangwa ili wafike haraka kwenda kukawacha jeshi la Faris huku wakaenda kwenye jeshi la Rum kujiunga na wenzao kina Abu Sufyan nani Yazid yani Muawiya bin Sufyan na Shurahbil ibn Hasan, lakini Abu Ubaida bin Jarrah
na Amr ibn al-As, hawa walikuwa tayari vikosi vyao, lakini kidogo na Mrumi katika vita vya Ajnadin anawasubiri kwa idadi kubwa sana zaidi ya mara 10. Akaambiwa na Abubakar Siddiq, kufikia barua yangu, toka huko Faris pande wa Iraq, nenda zako jiunge, pasua jangwa, nenda zako kajiunge na wale wanakungojea katika nini, katika vita. Wakatoka na jeshi lake, wakaenda kukutana wote kukusanya wote 40,000. Akapasua jangwa, akasema hakuna njia ila ukipita njia refu bila kupita jangwani tutachelewa, Warumi watatuwahi. Herakl na jeshi lake. Kwa hivyo akasema ninapasua jangwa, na wale wenye kujua njia akasema hakuna maji huko, tuende zetu, Mwenyezi Mungu tunaye. Wakaenda kufika, basi walifanya ngamia wao wengi, wakaacha na kiu siku ngapi, alafu akawekea kila mmoja jazi pipa zima tumbo lake, ikawa kila kenda safari jiani wako wanahitaji maji, wanampasua ngamia, wanakinga maji yake, wanakula nyama yake, wanakwenda hivyo mpaka kumalizika. Baada ya kumalizika ngamia wao na msafara bado hawajesha, na ule dalili anasema eneo lote la kuna maji, mimi mwenyewe najua uzuri. Je, basi Mwenyezi Mungu pale akaletea maji, tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum, wakapata maji, wakanywa, wakajaza tena, wanataka kujaza hao, wakaelekea, wakafika, wakajiunga na jeshi kule, wakapangwa khita hapo plani. Ukisikia vita vya Yarmouk, maarakati ya Yarmouk, Khalid kaja kajoin na wenzio makamanda watano, the big five, wakapanga paka, basi mimi nakuombeni siku ya mwanzo niacheni mimi kamanda wenu. Abu Ubaida asemaje, Shurahbil bin Hassan anasemaje, Amr ibn al-As asema haya takupa wewe bwana, wewe umekuja barua kutoka kwa mwenyewe Abu Bakar Siddiq, khalifa, katokishika khalifa, halafu tena tusiku basi kamata mwenyewe. Na halafu tena ndo aliposhika hapo time hizo baina Abu Bakar na Umar Khattab. Abu Bakar kama miaka miwili miezi mitatu, akashika Umar miaka 10 katika miaka ya Umar, tena ndo inaanza katika 15 hijri, 14 15 16 hijri, hii miaka hii yote ya vita. Hapo tena akashika siku ya mwanzo hiyo day 1 tu ya vita, hapo walikimbia wenyewe. Haja siku ya pili ya kupewa Abu Ubaida au nani hajafika. Hiyo ndio maarakati ya Yarmouk, mtasoma habari zake, miujiza juu ya miujiza yake. Hapa shurba alhim ndio ile kuonyeshwa kwa nini tunalili katika nini, fasharibuna shurba alhim, maji mtamkunywa, nataka tu ya moto na kata maini, yani kinuna nataka unywe tu, unaona haitoki, hakitoki. La yasmin wala yughni min ju', chakula cha huko shauka miiba tuna, subhanallah, Mwenyezi Mungu atukushe nayo. Au utakunywa nini? Yeye sema ghassaka, sasa kule nini, hamima wa ghassaka, ila hamima wa ghassaka, uchafu, maji moto. Ghassaka tunasema cocktail ya uchafu wote wa binadamu unakusanyika, au sio? na labisina fi aqaba la yadhuquna fiha barda wala sharaba illa hamiman wa ghassaka. Wasema ghassaka uchafu wote wa binadamu, kuanzia jasho mpaka matapishi mpaka usaha mpaka damu mpaka choo cha mbele na cha nyuma, mpaka hivi wote hivi cocktail wanakunywa. Mwenyezi Mungu atuepushe nayo ya Rabb, ya Rabb. Allahumma jinna, Allahumma jinna. Aidha mitna kunna turaban wa idhaman aina la mab'uthun, tutafufuliwa kweli baada ya shakwa nini, idham na turab, mchanga, mafupa, au abauna awalun. Na ila ajabu zaidi, hata wazee wetu wa zamani pia, karne ngapi zishapita, na hao pia kule, naam, mtakusanywa, mtatoa adabu, mtakunywa shaja mizakum. Na hapa zakul naam, sema naam, naam hii maana yake mtafufuliwa nyinyi na wazee wenu na nyote na udongo wote na mchanga na mafupa alioza, atarejea tena mwanzo, kinyume, reversible action, mpaka itafika mkasimama mbele yetu kama mwanzo na roho zenu zitarejeshwa, alafu baadaye tena qul na'am, yote wa antum dakhirun, na siku hiyo nyinyi mtakuwa dakhirun. Na dakhirun yani maqhurun, mtalazimishwa, mtakuwa nini, adhilla, wadhalilifu kabisa, wa chini kabisa. Mtakuwa nini, mtakuwa saghirun, mtakuwa nini, mtakuwa majburuna ala dhalika, ijbari, lazima mtakaa pale kimya,
وجوه يومئذ خاشعة أبصار يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وكنا سمعنين النازعات غرقا، عرفنا سمعنين النازعات يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة وكذا. لو ما ظن أبيلي وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ أبصارها خاشعة يعني صداق تقوز نوقوب نزمتيني. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقول كريش وتينا كتك حالي إذا كنا عظاما نخرة بعد الشكوانيني مفوبة يلوذيانا تلك إذا كرة خاسرة. هي مسخرة ياو بس كرجوعوكو تكو حسراني سيسي فإنما هي زجرة واحدة وكل موجة تولي وبيدولي فإذا هم وتتوناو بالساهرة وكتك أرض المحشر. أرض نيني أرض يوكسانيكو هاتو watakuwa nini wanakaa wataona siku hiyo wakiwa nini watu wadhalilifu wanainamisha vichwa chini. Hiyo ndio yeye inakuwa maana nini dakhirun pia hapa naam qul naam wa antum dakhirun. tutaendelea hiyo aya 18 kesho inshallah. Hadha wallahu